ameomba apology, atafunza next week. Kwa hivyo mama atanisaidia kwa kupanga asubuhi mafundisho, nisioccupy kutokea asubuhi mpaka jioni. Hivyo tusaidiane kukua pamoja na kusonga mbele. Overcoming the spirit of bitterness, ama kushinda uchungu ndani ya moyo. Katika safari hii kila mmoja wetu atakuwa na season ya kujaribiwa na uchungu ya ndani. Kizungu inaita bitterness. Na bitterness ni silaha mbaya sana ya shetani. Bitterness inaweza kufanya mtu mdhaifu akavumilia kwa miaka kama 20 akingojea awe na nguvu a revenge, ajilipishie kisasi. Kuna askari mmoja aliuawa wakati fulani drugs, cocaine zilipatikana Kenya. Na hiyo drugs ziliposhikwa Mombasa zikaletwa kwa kambi ya GSU wakati wa utawala wa Kibaki. Na ilipoletwa kwa utawala ya kwa kambi ya GSU pale Embakasi, jamaa mmoja alikuwa anaitwa Chemurei akapewa kifunguu ya kukuwa in charge za zile cocaine. Akaichunga kwa siku ya kwanza, lakini kwa sababu wakubwa walikuwa na interest ya zile cocaine, kwa sababu wakati ule msichana wa Kibaki alikuwa anahusishwa na hayo vitu. Ndio mnakumbuka kwa wale ambao walikuwepo kina Artur Margayan, kupitia ile ndio Raila akatambua kuna Muslims wamekuja wako State House. Zote ilikuwa mbinu na mikakati ya kutoa zile cocaine kwenye kambi ya GSU. Sasa hapo kutoa hiyo kifunguu kwa Chemurei ikawa ni ngumu. In fact nakumbuka hizo story, alipewa compulsory leave. Na kwa sababu alikuwa ameanza kujua hii cocaine inatakikana na ni wakubwa wanataka, wakamlimbikizia maneno ambayo haikukuwa ya maisha yake. Wakasema is a deadly man, na ako na wipo na ni askari. Walimuinda mpaka kule Mount Elgon, wakamuua Chemurei. Sasa nimekuwa na bibi yake nilipokuwa nimeenda Kitale, akanipa hizo story kwa undani. Kijana wake baba yake aliyeuawa alikuwa wakati huo mdogo. That bitterness bado iko kwa hiyo kijana. Na ombi lake anaomba Mungu amsaidie aandikwe kazi ya polisi. Aingie kwa hiyo kazi ya polisi kukuja kuserve nchi. Ananiambia nataka ni kwa hiyo kikosi, nifundishwe kutumia bunduki, nipewe license ya kukaa na bunduki. Na kwenye nitapata nafasi, wale waliua baba yangu wote kwa sababu anawajua, nitawaangusha. Ndio nataka kusema bitterness inaweza kutake years. Inaweza kaa na mtu mulieko sana na ukakose injury ndani ya moyo wake, akakuja akajifanya rafiki kwako mpaka ukaona yale maneno mliokuwa nayo imekwisha, lakini anatafuta an opportunity, ripe opportunity ya kukustrike, kurevenge Kenya ulivyomfanyia. Kwa hivyo ugonjwa ya bitterness huwa inaweza kuchukua miaka na miaka kama hautajua kudeal nayo. Na hii bitterness inapozidi kukaa ndani ya moyo wako, kuna siku itakuletea madhara. Ukirevenge uwe mtu kama huyo mtoto wa Chemurei, anaweza uwa mtu na yeye auawe labda, ama afungwe milele, kwa sababu ana ile uchungu. Kwa nini waliekelea baba yangu ni mwizi na wakamuua? Sasa bitterness hiyo inaweza kusababisha machungu na madhara katika maisha yako. Taka tuanze na Hebrews chapter 12 verse 15, ndo tuendelee tukiangalia kwa undani kwa hiyo dakika chache. Hebrews chapter 12 verse 15. Anaanza na kusema looking carefully. Kwa hivyo ni kitu ambacho unapewa precaution, unaatharishwa
Anasema kwa Kiswahili, mkiangalia kwa umakini, looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God. Mtu yoyote asije akapungukiwa na neema ya Mungu. Alafu anasema, lest any root of bitterness springing up causing trouble, and by this many become defiled. Kwa hivyo ugonjwa ya bitterness, Bible imeanza kutuambia kinagaubaga ya kwamba ni problem ya many people. Ni shida ya watu wengi. Shida ya watu wengi. Anasema mkiangalia mzizi ama shina ya bitterness isimee ndani yenu, kwa sababu imefanya wengi wawe defiled. Kwa hivyo bitterness si shida ya mtu mmoja. Bitterness ni ugonjwa ya watu wengi. Na hiyo ugonjwa ya watu wengi, Bible imetuambia wazi, inaleta trouble. Inaleta shida na watu wengi hawajui. Kuna watu wamelazwa hospitali wanapewa matibabu fake. Na shina ya hiyo ugonjwa si umbu, si malaria. Shida ya ugonjwa si germs. Shida ni hii, ndani ya mioyo yao wameshika bitterness. Wako na kauchungu fulani. Wako na kauchungu wametembea nao kwa miaka. Mtu anapoteza weight, wanasema damu yake imeshuka. Hawajui damu inapotelea. Na ikichunguzwa hawaoni shida. Akipimwa na microscope hawaoni ugonjwa kwenye damu. Kumbe hii bitterness ndio ameishika ndani ya nafsi yake. Maana bitterness hushikiwa ndani ya nafsi, si akili. Ni kauchungu kenye kako ndani ya nafsi ya mtu, si kwa moyo na si kwa roho, iko kwa nafsi, ina interfere na emotions. Sasa muangalie carefully. Very careful. Ukisikia Bible inasema muilinde moyo wenu kuliko kila kitu, maana hapo ndio uzima ya uhai wenu utoka. Bitterness huwa ina affect kwanza moyo. Ndio anasema be careful. Na ukiwa na bitterness, number 2, inasababisha grace ya Mungu, neema ya Mungu ikupungukie. Bitterness inaondoa grace of God. Ndio unaona a lot of pastors wakiatakiwa na spirit ya bitterness hawawezi kufanya kazi ya Mungu vizuri. Hawawezi kabisa. Kila kitu akiongea naongea na uchungu. Si kwamba safari yetu itakuwa rahisi. Tutaatakiwa. Sometimes unaweza kuwa unahubiri hapa na kuna mtu umeambiwa ameketi pale mbele yako, alisema hivi, amefanya hivi, na ikakuhati ndani ya moyo. Sasa ni majukumu yangu, kabla niulize huyo, ni mimi nijue kudili na moyo wangu. Ni mimi nijue kuovercome chochote kinachoweza kunisababishia pain. Kwa sababu ninajua adui hawezi kutoa neema kwa maisha yangu. Kenya anaweza kufanya ni kunisababishia that pain. Kitu ambacho kimenisaidia ku overcome bitterness ni kujiulizanga, kwani mimi ni special aje mtu asini offend? Kwani mimi ni special aje ati nisisengenywe? Ni lazima nijue ninaweza kukua offended. Mtu anaweza kunihurt. Sasa kabla ni deal na huyu anayenihurt, ni mimi nijue ku maintain my heart isihatiwe. Ni mimi nijue ku maintain my heart. Wewe si special sana ati mtu hawezi ongea vibaya kukuhusu. Wewe si special sana ati mtu hawezi kukukwaza. Lazima ukubali kwa mapema unaweza kukwazwa na mtu yoyote. Hata mke wako ama mume wako anaweza kukukwaza. Ukishajua hivyo ya kwamba hauko immune kwa kuwa offended, then spirit ya bitterness unaweza kuicontain. Unaweza kuimanage.
unaweza kuishinda. Sasa tunaambiwa tuwe careful ikikuja bitterness, kwa sababu Bible inasema majaribu hayana budi kutokea. Bitterness ikikuja, imeruhusiwa kukuja kwa sababu wewe ni mwanadamu. Hata Mungu sometimes huwa bitter. Kenye unastahili kuzuia ni hiyo bitterness isiweke mzizi. Ikiweka mizizi ndio unakuta watu walikosana, hata sikia baada ya uzeeni huyo mtu amekufa na walikosana wakiwa vijana, anafurahi kwa that time. Kuna watu tulianzisha hii kanisa pamoja nao wakati ilikuwa changa kabisa. Mungu alinipa neema nikapata majirani hapa na watu wengine ngambo ya lami, kina Rose kwa Mboka na wengine. Sasa kuna wakati hapa hii kanisa kulikuwa na mama mmoja retired. Amefanya kazi, si mtoto, amefanya kazi mpaka akaretire. Kwa hivyo mtu mwenye ameretire mnajua hako na miaka nyingi. Sasa katika ile harakati ya kufanya evangelism, mama mwingine akatujoin tena, na yeye ni retire. Ni mama wawili sasa, kwa sababu hii ugonjwa ya bitterness kwa inasumbua sana wamama, si sana wanaume, mara nyingi inasumbua kina mama. Bwana Yesu asifiwe. Wacha huyo apite, nafikiri ni Wajakoya. Sasa mama huyu alipo tu join, nikafurahi, nimepata wamama waliokomaa kanisani. Wakati huyu alitujoin the second week, ule mwenye alikuwa mama wa kwanza, mama yetu wa kwanza, akawacha kuja church. Sunday ya pili hakukuja, huyu mwingine akashika line. Huyu akakuja mamiezi na mamiezi, the more huyu anakuja, the more ule mwingine anadisappear. Nikasema acha nifanye follow up as a pastor. Mbona huyu dada yetu hakuji? Nikaenda kwake. Akaniambia, pasi mimi sijatoka church, lakini acha tu nikwambie sitakuja huko. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia unless ufukuze huyo mama, akataja huyo mama mgeni mwenye amekuja. Sasa mimi nitafukuzaje mtu mwenye amekuja kanisa? Na kanisa si yangu. Hata shetani ameruhusiwa kuja church. Bora asikuje kuvuruga watu. Akikuja asikie injili naende, anaruhusiwa kukuja. Lakini akianza kusumbua watu tunamkemea aondoke. Nikamuuliza, ni nini hii alikukosea? Enyewe mpaka church umewacha kukuja? Akaniambia 1989. Na unajua tuko 2000 and kitu. 1989 pastor. Nilikuwa nafanya kazi shule fulani. Na huyo mama akawa anafanya kazi na mume wangu shule fulani. Mume wangu akiwa head teacher wake. Sasa hebu imagine pastor. Na unajua ni story ya 89. Sasa imagine huyo mama akachukuana na mzee wangu. Sometimes mzee wangu akuji home, analala kwake, maana wote walikuwa na nyumba kwa shule. Nikamuuliza mambo ya 1989 na huyo mzee yako wapi? Alikufa. Sasa alikufa mzee. Sasa alikufa. Mzee alikufa, lakini bado huyu mama amebeba bitterness tangu 89. Mpaka kiasi ya kwamba ana prefer atoke church kwa sababu mwenye alikuwa rafiki ya bwana amejoin that church. Sasa tukifika mbinguni amkute pale, ata walk out of heaven. Bitterness ina ujinga sana. Ndio tunaambiwa bitterness inaweza kuja sawa, lakini chunga sana isiweke mizizi. Jifundishe ku-let it go kitu ambacho kimekuwa offend. Nimekutana na watu wamejawa ujinga. Unajua hii kitu ukiweza kuimaster na ushinde, ukikutana na mtu mwenye imemlemea unamuona akiwa mjinga sana. Siwezi msalimia, siwezi kuwa rafiki yake, siwezi kanyaga, hata nikikufa asikuje kwa mazishi yangu. Hiyo ni ujinga. Bitterness itakuzuia neema, na kati ya neema zenye tumepewa na Mungu hata ni neema ya wokovu. Na ukipoteza neema ya wokovu hata bingu sahau. Hata bingu sahau. Sasa mpendwa, bitterness ni ugonjwa mbaya.
katika mwili wa Kristo. Ni kama kansa. Vile tuko na issues za kansa inatusumbua katika nchi, ndivyo story ya bitterness inasumbua mwili wa Kristo. Are you bitter? Sasa bitterness, what is bitterness? Bitterness is the feeling, ni your feeling of showing anger. Mtu mwenye ako bitter, body language yake itakudhihirishia ati amekujamia. Hii dunia inakaa utoto kweli. Umai kwazwa na mtu, sasa unataka kumuonesha umemkasirisha. Yaani utoto hatutawahi aje. Zamani watoto wangu wakigrow, kama wamenijamia, ananyamaza hivi amefura. Namuuliza ni nini ebe? Ebe ndo alikuwa anakasirika sana. Ni Steve amenikasirisha. Ni Steve. Amefanya nini? Amenichapa. Nitamchapa. Nikishamwambia tu nitamchapa, ndio naona mtoto anakunjuka. Anaanza kufurahi. Mnajua kuka utoto iko ndani ya kila mmoja wetu. Hata wewe unaniangalia una ako ka utoto. Ati una express body language ya kuonesha huyo offender wako ya kwamba amecause bitterness ndani yako. Sasa bitterness ni hiyo feeling ya kuonesha anger, hasira. Hiyo feeling ya kuonesha nimekasirika. Sasa nataka sijui niwaulize kwa mfano, wewe unaoneshanga umekasirika aje? Wakati umekasirika, niulizie jirani, wewe una expressing aje umekasirika? Kununa. Ama mimi napenda wale wenye wakikasirika wanakataa food. Hao ni wazuri sana wakiishi na mimi. Kwanza mkasirikanga wakati kuna nyama. Una expressing aje umekasirika? Kwanza hizi ndoa ndogo ina ujinga mwingi sana, ambao tunastahili kufunza watu wajue kuihandle. Mtu anakasirika anaenda analala. Hiyo dalili ya kulala kwa kiti ni kuexpress your bitterness. Ni lugha, unajua huwezi ongea na mdomo, na ukiongea na mdomo ni matuzi sasa. Takataka hii, ng'ombe, umbwa wewe. Hizo ni ishara ya bitterness. Sasa hiyo ndo bitterness, ni hiyo expression, feelings za kuonesha you are anger, umekuwa hurt or resentment of bad experience or the sense of unjust treatment. Mtu akikuonesha unjust treatment, haje kuheshimisha, amekudhalalisha, ni rahisi umuoneshe hiyo picture ya kuwa bitter. Number 2, bitterness, it is an attitude of unforgiveness. Ukiwa una shida ya kutokusamea, maana kuna watu tunda la msamaha hawana. Ndio nawaambia mbinguni ni mbali. Tunda la msamaha hawana. Miaka yote umebebana na ile kitu mtu alikukosea kitambo. Na nataka kusema kusameana si ujinga. Na kusamea mtu si lazima umlete tena karibu na wewe. Maana mtu anaweza kukukosea, but usimupe another chance. Bible inasema msipe shetani a foothold, mahali pa kukanyaga tena. Mpe ka distance. Maana friendship, love is a command, but friendship is a choice. Kuna watu hata kwa hii church siwezi waweka lakini bado mimi ni pastor wao. But siwezi waweka karibu na mimi. Kwa sababu number 1, kuna maneno alizungumza ikanifikia nikaweka ikani hurt. Sasa ni mimi ni deal na moyo wangu kuzuia bitterness, kwa sababu hiyo uchungu haitakuwa kwa ajili yake, itakuwa kwa ajili yangu. Ni kama kukunywa sumu ukiexpect Jane Nyakundi ya kufe kwa sababu amenikosea, mimi nikunywe sumu ndio asikie uchungu. Sasa ni mimi nijue kujichunga na nimupe ka distance. Nisimupe nafasi nyingine ya kuroga moyo wangu. Kwa sababu nikipea nafasi bitterness iwe root.
Ni mimi naoza, si yeye anaoza. Sasa hata sasa inaongea na watu hapa, moyo wao iko very bitter. Huyo siwezi kula na yeye tena, siwezi salimiana na yeye tena. Nakwambia mbinguni utafika umechoka, na si ajabu hata ufike kwa mlango uambiwe ulishindwa ile maombi. Baba yetu uliye mbinguni, tusamee makosa yetu kama tulivyokosea, tulivyosamea waliotukosea. Sasa wewe endelea tu kubeba takataka ndani ya moyo wako, ni kwa hasara yako. Magonjwa mingi yametresiwa ndani ya mioyo ya watu, yanasababishwa na kubeba machungu kwa moyo wa mtu. Ndio nimesema hii bitterness, labda uelewi bitterness ni nini. Ni ile feeling ya kuonesha huyo mtu alikukasirisha. Huyo mtu, unajua unataka kumuonesha, anakuja hivi, unataka kumuonesha alikubo. Unavuruta mdomo kama ile bata mzinga. Ati na unataka kumuudhi. Unataka kumuudhi. Mbinguni ni mbali. Ni mbali. Kwa ule mwenye elewi bitterness ni nini? Ni ile hali ya kuonesha mtu aje kuridhisha kimawazo. Unamuonesha kuna experience alikupitisha ndani. Kuna kitu alifanya ukapitia. Maybe ni yeye alifanya ukavutwa kazi. Labda ni yeye alifanya watoto wako wameteseka. Sasa ile hali, hiyo feeling, expression, body language yako ya kumuonesha inaitwa bitterness. Haumuoneshi that good part of somebody. Haumuoneshi picha mzuri ile yako, unamuonesha ile bad side. Unajua kila mtu ako na two side. Hata shilingi iko na upande iko na picha ya president, na upande mwingine iko na picha ya simba. Sasa huyu hujawahi muonesha smile ya Kenyatta, unamuoneshanga sura za simba. Kila wakati mkikutana ni sura ya simba anaiona. Baka anaogopa hata akitumwa kwako, anasema kwa huyo mimi siwezi enda. Kwa hivyo bitterness ni attitude of unforgiveness. Ukiwa na anger issue na umeshindwa kusamea, hiyo ndio ugonjwa. Ukifanyiwa diagnosis inapatikana ndani yako ya kwamba you are suffering bitteriosis. Kama uko na ugonjwa kama hiyo, bitteriosis. Na hiyo ina matibabu yake, nitakuonesha njia ya kuiovercome. Agape love, tutafika hapo. Ndo mara nyingi inakuanga injection ya kuovercome hii bitterness. You love even unlovable. Unapenda mpaka wenye wapendeki. Ndio Christianity sasa, ni gharama. Yesu anasema ukitaka kunifuata, beba msalaba wako na twende pamoja. You love even the unlovable. Sasa root of bitterness ni unforgiveness from human wrong deeds or wickedness. As long as you live on earth, muradi unaishi hii dunia, lazima majaribu ya kuwa bittered itakuja. Yesu anasema kwa Matthew 18 verse 7. Matthew 18 verse 7. Matthew 18 verse 7. Woe unto the world because of offenses. Woe to the world because of offenses. For offenses must come. Unaona jina must. Must inamaanisha ni compulsory. Itakupata offenses. It is a must. Haujekuwa immune. Ulidungwa sindano ya polio, ili polio ikikuja uishinde. Lakini hakuna mmoja wetu hapa amedungwa anti-offenses. Haujapewa vaccine ya anti-offenses. Offenses bado itakuja. Anasema for offenses must come. For offenses.
vikwazo zitakuja. Hata sasa naongea na wewe, baada ya ibada hii kuna watu watafika home wakute offense imebisha mlango hivi, kwa mlango yako hivi tu. Unaona huko hapa utaweza kuta kuna kitendo inaendelea kwako saizi, na ukitoka church uwe offended. Saizi inabisha hivi mlango ya kila mmoja wetu offenses, na tunaambiwa hayana budi kukuja. But oh, to that man by whom the offense come. Ole wake yule mwenye amekubali vikwazo vimupitie. Vikwazo hayana budi kukuja, but yule mwenye vikwazo itamupitia ndio ole wake. Biblia inasema ole wake yeye mwenye atakubali vikwazo imupitie, kwa sababu vikwazo ni instrument, ni chombo moja hatari ambao shetani anaitumia, na hawezi kukuwekea barabarani kote, inapitia mtu ndio ifikie mtu. Ndio Bible inasema ole wake ambao mwenye alipeana foothold ya shetani kumtumia kwenda kukwaza mtu fulani. Ole wake aliyesababisha mama yule awe bita kwa mama mwingine. Bible inakuita ole wako. In fact huwa ni sawa, ishi punishment yake ni sawa na mwenye anafanya mtu mdogo kwa imani kuanguka. Bible inasema anafaa achukuliwe mawe, afungwe kwa shingo na atupwe kilindeni pa maji. Sasa uwe very careful kwa information ambayo unabeba kupelekea the next person. Bible haitaangalia yule mwenye akupita sana, itaangalia wewe mwenye ulibeba hiyo ripoti ya kwenda kupea yule ili awe bita na yule mwingine. Na hiyo kitu ni hatari sana. Anasema ole wake mwenye hiyo offense itampitia. Mwenye ataibeba apelekee Silasia na ambie Silasia kitu enye itafanya Silasia akosane na Martin, enye itafanya Martin awe bita na Mrs. Mama Sharon. Sasa ole wake mwenye offenses imempitia, but tumeambiwa hapa na Bible ni lazima itakuja. It is a must. Offenses itakuja. It is a must. Tumepanda hapa miti juzi. Dada yetu mmoja amegaramika, amepanda, tukasema tukifence, hata tukiwa na ibada yenye tunangojea revival afternoon, kina mama wanaweza weka leso chini, wajikinge na jua, wakipiga story wakingojea ibada ya pili. Pati jirani ameachilia mambuzi tena anakuja kuzichungia hapa. Zimeswaga zile miti yetu yote. Nilifeel offended. But overcome hiyo bitterness, nilijiambia makosa ni mimi. Sije fence pale. Sini fence ndo mbuzi yake ikiingia tukabiliane. Sasa ninamwamini Mungu, tumemaliza ile project. Tutarudi kwa project ya kufence hapa. Na Mungu atatusaidia. Sababu ni mwaka yetu ya kuzaa matunda. Sasa ukitaka kuzuia hiyo offenses, mtu akikukanyaga mguu, ufeel offended. Sasa ukitaka kuovercome hiyo spirit, mwambie pole. Pole. Yeye atakwambia wewe nimekukanyaga. Mwambie pole, makosa hata si yako. Makosa ni mimi, niliweka mguu mahali unapitia ndio ukanikanyaga. Hiyo ndio njia ya kushinda offenses. Jicount in the wrong position. Wewe ndio umesababisha huyu mtu akuoffend. Wewe ndio ulimupa masikio azungumuzie moyo wako. But bado Bible inasema ole wake mwenye shetani anamtumia kupeleka maneno itaotengeneza offense kwa huyo mtu mwingine. Niulizie aliye karibu na wewe, are you offended? Luke chapter 17 verse 1 to 4. Luke chapter 17 verse 1 to 4. Luke 17 verse 1 to 4. Then he said to his disciples, it is impossible that no offenses. It is impossible that no offenses should come.
Kwa hivyo Yesu anamaanisha it is very possible ikuje. It is impossible that no offense should come, but all to him through whom they do come. Ole wake yule ambaye hizo offenses zinamupitia. Ole wake. Kwa hivyo tunaitwa sisi wote tuwe responsible. Tuchunge sana maneno ambayo tunaongea na vitendo tunaofanya, ili tusije tukawa kikwazo kwa watu wengine. Yesu anasema, then he said to the disciples, it is impossible that no offense should come, but all to him through whom they do come. Verse 2. It will be better for him if a millstone, angalia ndo nilikuwa nakwambia, were hung around his neck and he were thrown into the sea, than that he should offend one of these little ones. One of these little ones. Nilikwambia punishment ya mtu mwenye cause offenses ni kufungwa mawe kwenye shingo na kutupwa ndani ya ziwa asaulike. Yani unajua mtu akitupwa ndani ya maji, umeshika mtu umemtupa ndani ya maji, huyo mtu hata kama atashindwa kujiokoa atakufa, lakini baada ya siku kadhaa mwili yake itafloat na ataokotwa na polisi. Lakini mtu anayesababisha offend inamaanisha atupwe kwa ziwa kama amefungwa mawe kwa jiwe na asaulike milele na milele na milele, amina. Hiyo ndo punishment ya mtu mwenye ana cause offenses. Yani uende ukiendanga, usiwahi onekana tena. Kwa hivyo kama Bible inaruhusu hii, basi inamaanisha yoyote atakaye kukasi kwa sababu ya kumoffend, ni rahisi hizo cases zikupate. Kwa sababu Mungu apendi, ndio unasikia Bible inasema imelaaniwa miguu mwepesi kukimbisha ripoti ya kutenganisha wandugu. It is a very bad curse. Mtu mwenye anachukua hapa maneno anapeleka pale, anachukua pale anapeleka pale, kusababisha offenses na watu wawe hurt. That miguu Bible inasema imelaaniwa. Imelaaniwa. Ndio uwe very careful unapochukua ripoti ya mtu kupelekea mtu mwingine. Bible inasema ole wako wewe mwenye offend inakupitia. Sasa si wale wenye wanasikia na wanakuwa offended, wataumia kweli, wataumia, lakini wewe mwenye kubeba hiyo ujumbe, wewe ni mjumbe mbaya sana wa shetani. Na watu watukosi wao kwa church. Verse 3. Verse 3. Take heed to yourself. Sasa tunaanza kusaidiwa. Mujiathari nyinyi wenyewe. Mujichunge nyinyi wenyewe. Yani chunga moyo wako, mtu asikuumize. Ilinde moyo wako kuliko kila kitu hapa duniani. Yani ukisikia mtu anataka kuongea kitu offensive, number 1, chukua helmet, vaa, chukua ile breastplate, ivae na umupe space. Sitaki moyo wangu umizwe. Ndio sababu ukikuja kwa ofisi yangu usikie nimekwambia yote story toshe. Be wise. Be wise. Hata sometimes tunaongea kwa nyumba, naambia Mama Steve, acha hiyo itoshe. Acha itoshe. Akiendelea anapata sauti ya pili. Kuna sauti ya kwanza, hata kwa waimbaji kuna sauti ya kwanza. Alafu unasikia ule mwenye anafanyanga hivi, anaitwa nani mwenye anafundisha kwaya? Anasema sauti ya pili, sauti ya pili. Nikikwambia kwa sauti ya kwanza, usitarajie sauti ya pili. Hiyo sauti ya pili Mungu alinipa ya kutoanga mapepo. Niki-apply kwa mtu inakuwa very bad. Ni commanding voice ya RSM akicommand parade. Mpendwa, take heed. Chunga sana moyo wako, watoto wasikuumize. Chunga sana, especially kuna wakati vijana wangu wananiona online na walinicheza kadi. Unajua watoto wewe kama hujelea usiongeage mambo ya malezi. Kuna mtu anasema nani mtoto wa pastor? Watoto ni watoto, wanaweza kupitisha the same challenge. Na mimi ndio watoto wangu pastor. Nilienda kugombana siku nyingine Mama Ngina.
Mwalimu wa mtoto wangu ameanguka, anamwambia unaangukaje na wewe ni mtoto wa pastor? Nilimwambia mwalimu, mimi nilikuletea mwanafunzi, sikukuletea pastor mdogo. Nasikia amenikwaza. Mtoto wangu anastahili kufunzwa na kupanishiwa kama watoto wengine. Siku akifanya makosa ni mtoto wa pastor. Mtoto wa pastor anaonewa sana. Sasa hawa jamaa wakakuja, walikuwa wanapenda kudance. Hata mnakumbuka kwa vijana walikuwa na dance hapa. Ebeneza akaenda kule Kibabii University akaendelesha hiyo mambo ya dancing pale. Siku moja wakakuja wakanizungumzia na tena kwa upendo. Ati kuna kikundi tunaenda kudance hapa town. Yes, hiyo ni CBC, ni choche. Mimi mwenyewe nilitoa fare. Mimi mwenyewe. Na nikwambia msichelewe. Vijana wameenda town. Wanarudi karibu asubuhi saa 9. Nimepiga simu, nashindwa hii dance yao ni gani? Sasa mimi kuingia kwa mtandao nikaandika event that is taking place in Nakuru. Nikakuta ni disco. Vijana wa pastor wameenda disco. Nilikazirika. Na mama anaambia si wewe ndio uliwapa fare. Nikamwambia si ndio, kwani si ndio na ameniambia vizuri. Sasa the second thing lazima ni mimi take. Utapandwa pressure bure na hawa watoto. Kwanza hawa wana akili nyingi hata kutushinda. Wana akili nyingi sana. Msichana wako anakuja kukuambia mami, tulipoa assignment na sina kitabu. Kuna kitabu nahitaji inaitwa I Miss Yours. Naenda kwa kina nani, ule kijana ndio yako naye. Anakuja kwa mama yake, mama ya kijana. Hello mama. Uko mzima? Toni yako mwambie ninataka anisaidie na ile kitabu ya I Miss Yours. Mama anaambia kijana, we, kuna msichana anania amekuja na amesema umpele kitabu ya I Miss Yours. Hiyo ni kitabu gani? Hiyo ni biology. Mama ashikanishi. Anatoka anamwambia sina, wacha nikamwombe kwa kina nani. Kumbe wanaenda sasa wawili na unawapa ruhusa. Sasa ukijuanga walikukasirisha, una feel offended. Ndio tunaambiwa take heed to yourself. Kila mtu hapa, it is a call. Mchunge moyo wenu. Msikwazwe. Shetani yuko na tumeambiwa it is a must. Alafu tunaambiwa if your brother sins against you. Kwa sababu mwenye anaweza kukuletea offenses ni your nearest. Shetani hawezi kukuja mwenyewe kuoffend. Atatumia wale wa karibu na wewe. Mume wako, mke wako, watoto wako, jirani, business partner na kadhalika. Ndio wanaitwa hapo brother. Tunapoongea brother ni mtu aliye karibu na wewe. If your brother sins against you, rebuke him. And if he repents, forgive him. Sasa baada ya kumrebuke na akwambie I'm sorry, hiyo story inastahili kuishia hapo. Mtu amekwambia I'm sorry, nimekukosea, pole, nilisema yenyewe I'm sorry. Sasa mbona miguu yako iende imepakwa mafuta? Ni kama mtu amelambwa mguu na umbwa. Uwezi tulia, uende tena uambie mwingine, uende uambie mwingine, uende uambie mwingine. Si alikwambia pole, unakimbisha kwa mwingine nini? Sasa ni ya offenses, ya kucreate bitterness, natafuta huyo mtu. Na the more unakimbisha hii maneno kwa mtu aliyekwambia nisamee, sasa Mungu anadili na wewe. Si yule aliinua mikono akasema nisamee. Hata kwa vita ya zamani, adui akiinua mikono ama ashike nyasi na inue hivi juu, haustahili kumuua hata kama ni mwizi. Ameinua mikono, amesarenda. Kwa nini tena umumuize? Na ameinua mikono akakwambia I'm sorry. Kwa nini bado umbebe? Sasa anasema mtu akikukosea umrebuke, akiomba msamaha msamee. Verse 4. And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you saying, I repent, I repent, I repent, forgive him. Alikukosea jana, amesema pole. Na unajua, si kusamea tu, ni kusamea na kudelete. Kosana na mama. Hao mama ambao tuko nao. Mumeona vile wamejipaka mafuta? Wametengeleza nywele imelala hapa. Wananiangalia hivi na uzuri. Mkose. Atakukumbusha ile makosa. Ile message alipataka 1990 atakuletea 2026.
alafu akuwekee file hivi ya mashtaka. Na Bible inasema hata akikukosea 7 times in a day, badala ya kuchukua offenses na bitterness, just forgive. Tungeishi kama Mungu, tungekuwa mbali. Watu hapa wamebeba file ya makosa kwa sababu root of bitterness. Ndio tuliambiwa kwa Hebrews, muangalie sana hiyo bitterness isiweke mizizi. Ikiweka mizizi huenda deep kushinda miti ya blue gum. Bitterness. Sasa yeyote ambao forgive, bitterness inaweza kuwa shida kwake. Wacha niruke mingi kwa sababu ya hiyo dakika 5. Nionyeshe danger of bitterness. Nimeruka vitu mingi. Uivu inaweza kucause bitterness. Kuna watu si wagonjwa, ni success ya rafiki yake inamsababishia depression. Mbona ameolewa, mimi niko single? Mbona watoto wake wameenda university, wangu wanaanguka? Karibu shosho, pigieni shosho yetu makofi. Nashukuru Mungu amepona, alikuwa asikii vizuri na tulimuombea last week. Nikimwona amekuja, is a strong mama, ndio senior citizen kwa hii kanisa. Nikimwona amekaa hapo, mimi niko salama. Nikisikia moyo wangu umeshuka na ananitianga moyo. Sasa kama yeye anakuja church na saa zingine anakuja akiwa mgonjwa, na kijana mmoja tu hapa amepiga chafia, sikuji, niko ndani ya blanketi. Na kupenda shosho, karibu mama yetu. Danger of bitterness. Bitterness troubles the system. Ndio nimekwambia system ya mwili yako inaweza kuafektiwa ukiwa ni mtu mwenye anashika sana bitterness. Tulisoma pale Hebrews chapter 12 verse 15. Hebrews 12 verse 15. Ina trouble your system. Anasema, looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness, root of bitterness, springing up cause trouble, and by this many become defiled. Wengine wenu tumbo zenu zimefura, si kwa sababu ulikula githeri, ni bitterness iko ndani. Ina interfere na system ya mwili. Si pressure uko nao, si migraine, ni kauchungu kako kandani. Kuna kakitu kana kutrouble, kuna shina ya bitterness umekuwa ukihold kwa muda mrefu. Matthew 18:34-35. Bitterness ina cause trouble kwa system yako. Matthew 18:34-35. Matthew 18:34-35. Matthew 18:34-35. And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. Verse 35. So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Hapo kuna story Yesu anapeana ukianzia I think verse 33 ama 30. Mtu amesamehewa deni yake. Amejitetea akasamehewa na boss. Akamwambia sikudai tena, nimekusamea. Alikuwa anadai 500. Nipeane mfano ya Kenya ndio tuelewana. Na kudai 500. Nimekusukuma mpaka nimekwambia weka na hiyo 500, sikudai tena. Tolewa kwa jela, achiliwa. Nimekusamea 500. Na kuna mtu wewe mwenye umesamewa 500 unamudai 200 shilling. Sasa huyu jamaa mwenye amesamewa 500 anapotoka jela akwenda kukuta mwenye anamudai 200 na anamuarasi, anamutesa mpaka anataka kumpeleka jela juu ya kumudai 200 na yeye amesamehewa 500. Kuna mtu tu umeshakusamea bwana yako juu ya message ya simu na unasahau zile dhambi zote Mungu amekusamea. Sasa Bible inasema Baba yetu wa mbinguni, so my heavenly Father also will do to you if you, each of you, kila mmoja wenu, hakuna mtu hapa excluded, kila mmoja wenu Mungu wa mbinguni atamfanyia hivi from his heart.
so my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Sasa kama wewe ulisamehewa na kuna mtu alikukosea na umeshindwa kumsamea, Mungu wa mbinguni atakufanyia vile alifanyia jamaa, atakupeleka kwa jela na akupunish. Kwa hivyo root of bitterness usipo overcome kwa kuforgive, ita trouble your system, itakuingisha kwa mashida zingine. Kwa hivyo shindano ya kwanza ya kudeal na bitterness ni kuforgive. Just forgive. Forgive, forgive. Pastor, nitamsamea mara ngapi? Na kila mara anashindaga akiongea mambo yangu, mambo ya bwana yangu, mambo ya. Bible inasema akikukosea mara 7 per day, msamee hiyo mara 7 per day. Sasa huyu amekukosea mara moja kwa mwezi, hata msalimiani na mko the same church. Forgive. Usipo forgive, your heavenly Father anasema he will not forgive you. Hata Yesu aliweka wazi wakati alikuwa anafundisha maombi. Ombeni hivi: Baba yetu tusamee makosa yetu kama tunavyosamea waliotukosea. Number 2, bitterness hatari yake inakuzuia kuwa fruitful. Bitterness attracts fruitfulness. Hii ni mwaka yetu ya kukua fruitful. Ya entire redeem ni greater glory. Sasa uwezi ingia kwa that glory na wewe hapa Redeem Gospel Church Rock International hauwezi kukua fruitful kama utahold bitterness ndani ya moyo wako. Utafananishwa na avocado ya Hass iliyovamiwa na aphids. Matunda yako itapukutika kabla ya wakati, zitafall, zita miscarriage. Kwa hivyo bitterness ina abort your miracles. Umehold mtu, utapiga magoti uombe, but shetani anakuja anasema, Mungu ukisikia maombi, you are an unjust God. Anaulizwa kwa nini? Amehold jirani wake, amehold a brother, amekataa kumsamea. Akimwona anasikia sijui kama umeipata chuki yenye ukiona mtu unasikia kutapika. Na wakati mlikuwa mnapendana, hata akinyamba unapumua nyambo yake ndani. Lakini wakati mlikosana, akijipiga marashi ile mzuri ya bei ghali, akipita karibu na wewe unasema ananuka marashi ile ya maiti. Hatred. Hakuna kitu hatred itakuonesha mzuri kwa your enemy. But when you love, Bible inasema ina cover all makosa. Upendo. Sasa bitterness itakufanya usiwe fruitful. 1 Samuel chapter 1 verse 9 to 10. Itakufanya usiwahi kuzaa. Hii attacks unapata ya kukwazwa, kuna kitu shetani ameona unaenda kupokea. Sasa anakuletea vikwazo, juu anaona kuna matawi na uko karibu kuzaa. Kwa hivyo unapojaribiwa na attacks za offenses, jua kuna kitu kizuri mbele kinakuja. 1 Samuel chapter 1 verse 9. Kuna kitu kizuri kinakuja. Sasa this mama amekuwa offended kwa muda mrefu. So Hannah arose after they had finished eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on the seat by the doorpost of the tabernacle of the Lord. Verse 10. And she was in bitterness of soul, and prayed to the Lord and wept in anguish. Kuna watu wakiomba hapa church, si roho amewatembelea, ni bitterness ndani ya moyo inaexpressika. Ndio unaona analia, unafikiri roho amemtembelea, kumbe ni uchungu inamtoka. Ana alikuwa na that problem. Wakati Penina alikuwa anamkejeli, anamuita mama tasa, anamwambia neno yote aliyomwambia. This mama alidevelop bitterness of soul, na alikuanga kwa church. Na Bible inasema akilia analia kwa anguish. Chunga sana, Bible inasema be careful. Hii bitterness, root of bitterness, isiweke mzizi ndani ya moyo wako. Especially
wale watumishi wa Mungu ambao tunafanya na wao kazi hapa, chungeni sana, chungeni sana. This is very dangerous, more than the competition. Maana pia competition ni ugonjwa ingine. I want to shine more than my brother. Hiyo ni ugonjwa ingine. Sasa hii ya bitterness, wapendwa, Ana ilimsumbua. Pamoja na yeye kutoanga sadaka, alikuwa bado anasafa bitter. Soul yake ilikuwa very bitter. Na unajua wakati unakuwa bitter, kuna kitu inaitwa bile kwa mwili yako. Bitterness inafanya hiyo bile kurelisiwa mingi kwa system. Ndio tuliambiwa ina trouble your system, bitterness. Hii magonjwa ya ulcers mingi inasababishangwa na bitterness ambayo imeweka mizizi. Ulcers inakusumbua. Unasema ni Bwana amekutesa. No. Ni wewe umehold bitterness. Na dawa ya bitterness, forgive as fast as possible. Amekuoffend, ishike kama inzi, pap, itingize hivi na uigongeshe chini na usahau. Sasa huyu Hana alikuwa pray but bitter. She was a giver but bitter. Verse 14. End of verse 14 to 19. 1 Samuel chapter 1 verse 14 to 19. Saa yangu ikifika uniambie mama. Sitamaliza hii. So Eli said to her, how long will you be drunk? Put your wine away from you. Unaona vile bitterness inakuconfuse. Unakaa mlevi na wewe si mlevi. Bitterness inakuchange status yako, unakaa mzee na wewe si mzee. Kuna watu hapa miaka yao ukiuliza hata wajefika 30. Lakini ukiwaangalia unaona kama walikuwa veteran, ndio walipigania vita ya Mau Mau Kenya. Ni kuishi na bitterness ndani. Hizi mistari kama shamba yenye ya kupanda viazi zimejaa hako hivi kama simba. Kwa sababu ina drain beauty. Ukitaka usijisumbue na mafuta na kioo, ufanya moyo wako ufurahi. Maandiko yanasema moyo uliofurahi ni tiba ya system ya mifupa. Jipe furaha, hata kama mzee atakukwaza, jipe furaha. Maisha ni yako, unaishi wewe kivyako. Ukibeba mzee kila mahali kama mzigo, utazeeka haraka. Ungekuwa ng'ombe, hata ukichinjwa nyama yako inachemshwa 12 hours ndio ikuliwe. Sababu nyama imekuwa kukasirika saa yote. Angalia jirani uone anakaa mzee na si mzee. Overcome bitterness. So Eli said to her, how long will you be drunk? Mtu mwenye ako kwa maombi anaitwa mlevi. Verse 15, anajitetea aje? But Hannah answered and said, no, my Lord, I am a woman of sorrowful spirit. Yani moyo wangu umekuwa na mauzuni mwingi. Siku zote niko na bitterness. I'm a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor intoxicating drink, but have poured out my soul before the Lord. 20 verse 16. Do not consider your maidservant a wicked woman, for out of the abundance of my complaint and grief. Unajua grief? Tulikuwa na dada alikuanga hapa, yule mwenye alikuja akalala kwa choo siku kadhaa. Bitterness ilikuanga ndani ya moyo wake. Alafu bitterness ikafungua milango ya grief. Alikuwa akilia, akunje uso hivi. Na atutushie naenda kujua. Huyo dada alitusumbua. Problem ilikuwa bitterness. Ilikuwa inafungua mlango ya grief. Na mtu mwenye anasafa hii ugonjwa ni rahisi aambukize wengine. A hurtful person can hurt other people. Ndio tuwe very careful. Nimefanya hizo mistake sana. Nimeona mtu ana kipawa anasema situmlete apone huku kwetu. Ninyi mnajua experience yenye tumepata. Tunaleta mtu mgonjwa anakuja kuhurt watu wengine tena. Hiyo ni mistake ambayo tuna grow nazo. Tunaona kipawa lakini hatutaki kudeal na system. Tukilana. Hakuna mtu mwenye alizaliwa akiwa pastor. Tuna grow tukijifunza kudeal na different people.
Sasa anasema do not consider your maid servant a wicked woman. Mimi si mzee vile unadhani. Ni mashida yenye nimepitia, ni uchungu yenye nimekuwa nikibeba, sorrowfulness. For out of the abundance of my complaint and grief I have spoken until now. Verse 17. Namalizia hapo. Verse 17. Then Eli answered and said, go in peace, and the God of Israel grant your petition, which you have asked of him. Verse 18. And he said, let your maidservant find favor in your sight. So the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. Eli amedeal na source of bitterness. Sasa uso yake ndio nimekuambia, bitterness, sorrowfulness, grief ina affect the beauty of face. Mimi si mzee vile mnadhania. Ni maumivu yenye imekuwa moyoni. Ni maumivu yenye imekuwa moyoni. Sasa mami, ukitaka kuishi miaka yote kama mrembo, maana bitterness mara nyingi inakula kina dada. Angalia hiyo kitu isiweke mizizi. Be bitter, kuwa bitter, it is allowed. Kasirika, it's allowed. Hata Bible inasema kasirika lakini jua isitue kama bado unakasirika. Sababu Mungu mwenyewe anajua madhara ya muda mrefu wenye hasira. Ondoka, enda. Na kutokea hiyo siku sura yake ilikuwa smart, amependeza. Verse 19. Then they rose early in the morning and worshipped before the Lord, and returned and came to their house at Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her. After to overcome that bitterness, ndio Samueli alizaliwa. Sasa mtu mwenye amehold bitterness for a longer time, huwezi kuwa fruitful unless kama neno la Mungu linadanganya. Hii mwaka hii ni yetu ya kuzaa matunda. Mwaka yetu ya kuzaa matunda. To deal na roho ya bitterness. Bitterness ndio ilifanya Kain auwe ndugu yake Abel. Alikuwa very bitter kwa sababu maombi ya Abel imejibiwa na yake imekataliwa. Point hiyo nyingine, bitterness leads to wickedness and ends in curses. Bitterness leads to wickedness and ends to curses. Sababu ya muda hatutasoma maandiko, but andika 2 Samuel chapter 3 verse 26 to 30 na 1 King chapter 2 verse 1 to 6. Mnakumbuka wakati Dina alirepiwa, ndugu zake wakadanganya hao wenye walimrepu watairiwe. In the third day wakachukua panga kwa sababu ya bitterness, wakaenda wakaua wale wa jamaa. Wamejiletea mashida mpaka wakati Jacob anabariki anasema, wewe na wewe mko na hasira, hamtakaa katika hema yangu. Kwa hivyo bitterness inafungua milango ya wickedness na inaleta curses. Bitterness inaleta death. It can lead to death ama it brings death. Ukitaka kufa haraka nipe Job 21 verse 25 nikimalizia hapo. Job 21 verse 25. Mama mmoja niliwahi mtembelea, tulikuwa tunashiriki naye kanisani. Kwa ghafla amegonjeka, alikuwa anasumbuliwa sana na mucus. Alikuwa anapenda kuimba, anaserve Mungu vizuri. But siku moja immunity yake ikawa iko low, akapelekwa hospitali. Akagundua hii shida yenye nimekuwa nikipitia. Kumbe si shida ya nostril na kadhalika. Ni bwana yake alimletea magonjwa, alimletea ukimwi. Siku hiyo mtu akiwa na ukimwi ilikuwa kama death sentence, si kama sasa watu wamekubaliana nayo, sababu HIV, diabetes ni ugonjwa za kumanejiwa. Sasa this lady alipoambiwa na daktari uko HIV positive, that time ndo safari yake ya kwenda kaburini ilianzia. Si Job.
safari yake ya kwenda kaburini ilianzia hapo. Nilipomtembelea aliniambia, sikuwa nimekuwa pastor, aliniita kwa jina Koske. Sijawahi, maneno alisema, sijawahi kanyaga ile mlango kwenda kukutana na mwanaume mwingine huko nje. Hii ugonjwa nani ndio ameniletea? Hii ugonjwa nani ndio ameniletea? Bwana yake alipooa the second wife ilimuhat, lakini alimanage. Alipooa the second wife alikubaliana tuko bibi wawili. Sasa yeye vile alifanya, alimaintain the first position ya the first wife. Sasa huyu mwanaume alipooa ule bibi wa pili na yeye alikuwa ni mtu wa kiruka njia, ndio alikuja na hiyo ugonjwa akaambukiza huyo bwana. Bila bwana kujua, naye akaletea bibi kubwa. Sasa hiyo uchungu ya kujua ameniletea ugonjwa ikaamusha ile uchungu, ameniongezea bibi mwingine. Sasa that thing ilikuwa mzigo mkubwa kwa dada yetu. Saizi ni marehemu, alikuwa anaitwa Njiko. Ilikuwa mzigo mkubwa, alikuwa with a lot of bitterness. Nikamwambia okay, mahali umefika saizi, hii situation haiwezi kurivasiwa. Number one, hatuwezi kuambia bwana yako awache ule mama. Wamezaa na yeye watoto. Kuna watoto 3. Yeye hakuwa amezaa watoto. Kwa hivyo bwana alioa kwa sababu huyu hakukuwa na uwezo ya kuzaa watoto. Nikamwambia hatuwezi kureverse ile, asiitwe baba ya wale watoto. Number one, hiyo kubaliana nayo. Number 2, giant ambao umeambiwa tayari damu yako ishaafektiwa. Hatuwezi kataa hiyo situation. Njia ya kupambana na hii hali, number 1, tukubali hii kitu imekuja. Tusiipiganie tukiwa nje, tupiganie sasa ikiwa ndani. Kwa sababu adui tayari akikuja huku jua, tayari yako ndani ya nyumba na amefunga mlango, muko na yeye wawili. Na ako na silaha kubwa ya kukumaliza. Number 1, comply. Kubali hiyo situation. Najaribu kumpa counseling, najaribu kumencourage. Aliniambia siwezi msamea. Siwezi. Nikamwambia sikia, ukisamea, msamaha huwa inaambatana na uponyaji. Yesu anasema mnapoomba tusamee makosa yetu kama tunavyosamea waliotukosea. Kwa hivyo unaposameana, Mungu ndiye anakusamea. Nikamkumbusha, nikamwambia kwa Psalms I think 103, Bible inasema ni yeye Mungu atusamee makosa yetu yote na kutuponya magonjwa yetu yote. Kwa hivyo kama uponyaji unaambatana na kusameana, usiposameana basi ugonjwa itakuua. Akaniambia siwezi, over my dead body siwezi msamea. Sasa hayuko tena hai. Na kuna watu walikuwa infected mbele yake na HIV na mpaka leo wanaishi. Niko na mjomba anakaribia sasa 30 years akiishi positive. Wewe umeijua, umeambiwa, umekaa nao kama 5 years. Inakupeleka kaburini wapi? Deal na maneno kukua bitter. Ule ndio aliniletea. Unatafuta vile uta revenge. Niko na mayanko mmoja alisambaza hiyo ugonjwa. Na wakati wa mama walijua kwa hiyo kijiji yetu, ni yeye aliwaambukiza. Kulikuwa na msemo, hii ilikuja kutoka kwa nani, na hii tutarudisha huko. That familia yetu hiyo, hata sasa naongea na wewe, karibu all men wako positive. Wengine utushazika kwa that extended cousins. Wamama walikuwa anasema aliniambukiza na mimi nairudisha huko. Sasa wanafanya revenge, wakaambukiza ndugu yake, wakaambukiza ndugu yake, wakaambukiza watoto wao, wakaambukiza cousins zao. Yani waliturudia, unasikia ukipeana unarudishiwa shaken mpaka ina overflow. Tuliletewa HIV yenye ina overflow kwa relative. Usicheze na watu wakiwa bitter. Bitterness inaletanga revenge baya sana. Ndio nimekuambia nilikaa chini na bibi ya Kimurei na kijana wake ule GSU mwenye aliuawa. Ni miaka mingi wakati wa kina Kibaki, serikali ya Kibaki ndio iliua huyo mtu.
Hakukuwa jambazi, lakini TV na maredio ilitangazwa aje? Jambazi hatari anayefanya GSU, innocent blood. Huyo kijana wake anasema nitafanya juu chini niingie kwa polisi, apewe bunduki. Wale waliua baba yetu wataniona, lazima niwaangushe. Angalia hiyo bitterness. Na baba yake akikufa alikuwa mdogo, ni story anapeangwa. Mama anaongea mpaka leo. Tulikuwa naye Kitale hapo town, tumekaa chini mpaka anatoa machozi. Bitterness ni ugonjwa ambao unaweza enda nao miaka mingi pasipo kujua. Job anasema hivi, another man dies in the bitterness of his soul, never having eaten with pleasure. Bitterness inatoa pleasure. Hata ukikula nyama na bitterness iko, huwezi enjoy that food. Appetite inapotea, usingizi inapotea, kwa sababu imetrouble your system. Ndio tunaambiwa bitterness inaleta kifo. Ndio hapa tunaambiwa na Job, another man dies in the bitterness of his soul. Kwa hivyo bitterness inauanga. Jua kudili na hiyo uchungu ya ndani. Isaya 38:15 ikimalizia hapo. Masaa yangu imeenda sana. Hey. Jesus. What shall I say? He has both spoken to me, and he himself has done it. I shall walk carefully all my years in the bitterness of my soul. What shall I say? He has both spoken to me, and he himself has done it. I shall walk carefully all my years in the bitterness of my soul. Ruka verse 17, your time. Indeed, it was for my own peace that I had great bitterness, but you have lovingly delivered my soul from the pit of corruption. For you have cast all my sins behind my back. Huyu jamaa alijua kudeal na bitterness. Ndio anasema vile ulinisaidia kutoka kwa hii great bitterness, uliokoa nafsi yangu kutoka kwa kaburi. Sasa wapendwa, unajua mimi sitakai kufunza hii ibada ya asubuhi kwa sababu nitachukua time na ni affect zingine. Bitterness si poa. Wakristo wenzangu, bitterness si poa. Huyo jamaa anaweza kuwa amekukosea, but haitakufanya, it will not do you good ukiibeba kwa muda mrefu. Vikwazo hayana budi kutokea, but tumeambiwa ikitokea isiweke mizizi ya bitterness, ama bitterness isiweke mizizi ndani ya nafsi yenu. Kuongelewa tu ndio imefanya uwe na uchungu moyoni. Ukiongelewa kama yenye mimi naongeleangwa, si utaacha kuhubiri? Ukiongelewa vile mimi naongeleangwa, mimi naongeleangwa mpaka na washirika wangu. Hata wengine hapo wamekondoa macho kama panya imeshikwa na mtego na wananisengenyanga vibaya. Sasa wewe tu umesengenywa na jirani ati mtoto yako amekunia juu ya choo. Hiyo ni kitu ya kubeba bitterness? Ati mtoto wa nani ndo anaharibu choo. Hiyo ni kitu ya kubeba moyoni. Ukiwekwa kwa TV na maredio na magazeti vile niliwekwa kwa kitu yenye sijui, utahubiri tena? Kuna majaribu lazima yakuje, na ukijua kudeal na bitterness ndio ishara nzuri ya kukupima maturity yako katika hii salvation. Binguni si rahisi. Umebeba nani? Wapendwa, Felix, ushukuru Mungu alifanya, huyo jamaa alifanya ukatoka kazi. Na umuombe baraka. Biblia inasema waombeeni waadui wenu na muwapende. Si waadui wale wa wachawi, kuna waadui wa kuua na kuna waadui wa kuwaombea. Si uniulizie jirani, umebeba nani? Mioyo ya watu wengine hapa ni kama mfuko ya wenda wazimu. Iko mpaka mavi ya umbwa ndani. Umebeba chafu. Hata
hata ndio sababu tukiinua mkono roho wa Mungu atembei. Si tutoe matakataka kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Hii wokovu si rahisi. Nawaambianga hii wokovu. Ukisikia Yesu anasema umefanya yote lakini one thing imebaki, it is needed of you. Wengine wenu one thing si kwenda kuuza mali na mpe maskini. Wengine wenu ni forgive huyo mwenye amekukwaza. Wengine wenu ni forgive huyo mtoto, forgive huyo husband, forgive that neighbor, forgive that boss. Kuna boss wakatili wamefanya watoto wenyewe wakufe mapema, wame create bitterness na environment mbaya, wamekataa na mishahara yao. Don't be bitter. Bitterness itakuzuia kukuwa fruitful. Kwa sababu neno imekuja asubuhi ya leo. Uko bitter na nani? Nataka tuombe uwa release. Sababu ibada uombewa na hatujui kama Mungu ametaka tuanze na hapa. Uwa release. Just release them. Kuna sometimes mtu anaweza fungua mdomo kwa ofisi yako akwambie maneno analia na anagojea amalize kulia. Namwambia hiyo tu. Kuna mahali amekukata? Hakuna. Kuna mahali umemwaga damu? Hakuna. Sasa hii ndio inakufanya unakaribia kujiua. Hiyo tu. Si uniulize mwenzako, hiyo tu ndio imefanya uwe bitter. Hiyo tu. Situsimame wapendwa. Simame kwa miguu yetu. Hiyo tu. Hebu salimia aliye karibu na wewe na umuulize hiyo tu. Hiyo tu. Nyinyi ambao mko hapa nataka msalimiane nyinyi wote.